Kwa majina naitwa Candy Sylvester, ni mkufunzi wa Kuleana Pizzeria. Kwanza kabisa nashukuru kwa fursa hii kwa sababu ni heshima kubwa kwa hii siku ya leo. Kwanza sisi hapa tunapokea wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali. Tunawafundisha kutengeneza vitafunwa vya aina mbalimbali. Na tunashukuru kwa mwitikio wanaouonesha. Na pia tunafurahi kwa sababu kwa jinsi tunavyowafundisha tunaamini kwamba na wenyewe wataenda kuwafundisha wengine. Na tunategemea kukuza uchumi kwa sababu watu wanavyojifunza wataenda kuwafundisha wengine. Ina maana kwanza tunatengeneza kujiajiri wenyewe. Unaona? Tunatengeneza wajasiriamali kwa sababu mtu anavyojifunza anaweza kaenda kufungua biashara yake mwenyewe na akaongeza kipato kwenye familia yake. Tukasaidia yani tukapunguza ile idadi ya wanawake wanaokaa majumbani bila kazi, bila ajira. Cha kwanza hicho ndio tunashukuru sana, na pia tunashukuru kwa mwitikio wa wanafunzi. Kingine tunakaribisha sana watu wengine kwa ajili ya kuja kujifunza, na tunapokea, milango yetu ipo wazi muda wote. Karibuni sana. Karibuni sana. Mimi naitwa Bituro Kazeri, tunaendesha huu mgahawa wa Kuleana Pizzeria ambako tunatengeneza vitu mbalimbali pamoja na matunda, na mchango wetu kwa jamii. Unajua kama taasisi tunatakiwa tuwe na mchango kwa jamii. Mchango wetu kwa jamii ni kutoa fursa za watu wanaohitaji mafunzo ya vitu tunavyofanya. Na lengo letu kubwa ni kukabiliana na dunia inakokwenda. Sasa hizi dunia inaenda kwenye usasa, ambako mkate si chakula cha mapadri tu, ni chakula sasa cha kila mtu. Na kama tukipata watu wengi wanaoweza kufanya hiyo kazi kwa ufanisi mzuri, tunakuwa tumesaidia jamii yetu. Kwa hiyo sisi tunashukuru shirika letu hili kwa kuwaleta hawa kina mama kwetu, na sisi tumewapokea. Tumejaribu kuwasaidia kwa kadiri ambayo wanaweza kwenda na kufanya kazi katika maeneo yao bila shida yoyote kubwa. Sawa. Na hili linaendana na sera yetu saizi. Serikali inatia msukumo kwenye stadi za kazi. Wanasema VETA. Naona juzi hapa nimepigizana kelele, waziri mkuu anasema wa chuo kikuu waende VETA na hawataki. Lakini kimsingi VETA tunatakiwa tuende kila mtu. Maana kupiga deki, kuosha, kuonyosha nguo, kusuka nywele, kukata kucha sio kazi za wanawake. Ni stadi muhimu za maisha na maisha yetu. Kwa hiyo tunakokwenda leo huku, kupika keki, kupika mkate, kuoka mkate, kupamba keki, ni jambo ambalo kila mtu anatakiwa alifahamu. Kwa hiyo tunashukuru kwa kutoa mchango wetu kidogo huu. Ni mbegu tumeipanda, tunahakika haikuota kwenye mawe au miti au vichaka, na kwa jinsi tulivyokaa na wanafunzi wetu tunahakika watawasaidia wenzao kule wanakoenda. Na sisi huwa tunapenda kuambia wasije na daftari, waje na kichwa tu. Kwa sababu hakuna mtu ukisoma, kama unataka kupika ukisoma uweze kuivisha hicho unachopika. Nataka ukumbuke tu. Nakumbuka mimi niliwahi kuwauliza wanafunzi wangu sekondari waniandikie jinsi ya kupika ugali, hakuna aliyeweza kuandika. Lakini wanapika ugali kila siku. Sasa hivyo ndivyo tunataka watu wawe. Wapike ugali bila kusoma kokote. Waweze kutengeneza keki bila kusoma kokote. Kwa majina yangu naitwa Teofilida Justini, ni mfanyakazi wa shirika la Mikono Yetu. Pia ni mlezi wa umoja wa kina mama wa Kaumulo. Shirika la Mikono Yetu limewawezesha wakina mama wa Kaumulo, wa umoja wa Kaumulo kunufaika kiuchumi, ikiwepo kutengenezaji wa maziwa yanaitwa fiti, na kuokaji wa mikate, keki na mboga za ukaushwa.
Na hapo haikuishia hapo. Mikono yetu imeweza kumwezesha mama mmoja anaitwa Jennifer kwenda kwenye mafunzo zaidi, kwenda kujifunza uokaji wa mikate ambao ni mizuri zaidi, keki na pizza. Kwa sababu wakina mama wa vijijini, aswa wa vijijini, utengenezaji wa pizza ni kitu ambacho ni adimu sana. Lakini mikono yetu imeona kwamba ni muhimu sana kuchukua huyu mama Jennifer kwenda kujifunza uokaji wa pizza, mikate, keki na vitu mbalimbali, akitoka kule aweze kuwafundisha na wakina mama ambao ni umoja wa kiwanda cha Kaumuro, ili waweze kujifunza pia na wenyewe kuweza kuendeleza mitaji yao. Mikono yetu inalenga wakina mama wa vijijini, hasa wa vijijini, ila waweze kujikwamua kimaisha na kuweza kufungua akaunti za benki. Kwa mfano, kama kuna wakina mama ambao sasa hivi wamefungua akaunti za benki CRDB, wengine tayari wameishaanza kuweka akiba kwenye akaunti ya benki ya CRDB. Mikono yetu tunalenga wakina mama hawa wa umoja wa Kaumuro kwenye kiwanda chao ambacho kimefunguliwa, waweze kuzalisha mali nyingi ambazo zinaweza kuwawezesha kupata kipato kikubwa. Bidhaa zao wanazotengeneza hawa kina mama wa umoja wa Kaumuro zimeisha kuwa nzuri sana, kwa sababu SIDO tayari wameisha angalia na walijifunza huko. TBS tayari wameisha kuja kuwatembelea. Kwa hiyo bidhaa zao ni nzuri. Kwa mfano, wanatengeneza waini yao sasa hivi imeishaenda mpaka Dar es Salaam, wameishaionja, imeishaenda mpaka Rwanda, wameishaionja. Kwa hiyo bidhaa zao ni nzuri. Wito wangu ni wakina mama wawe imara sana, yani wajitahidi sana sana sana. Wawe ni mfano kwa wakina mama wengine, kwa sababu kuna wakina mama wengine wa vijijini, kwa sababu miradi mingi inakuwa ni mjini tu, lakini sisi tumeona mikono yetu tudiri sana vijijini, kwa sababu tuweze kuwakwamuna. Ukija kuangalia kwa mfano vijijini, viwanda ukiangalia hakuna viwanda, lakini mikono yetu imeweza kupeleka kiwanda kule kijijini Kaumuro. Mimi ninachoshauri serikali yetu iwawezeshe hawa kina mama wa vijijini kuweza kupata mikopo ya Mama Samia, kwa sababu mikopo kipato kinakuwa ni kidogo sana. Mikono yetu imewezesha kusaidia, lakini ni kiasi ambacho ni kidogo, na fedha zetu ni za kupitia kwa wafadhili. Kwa hiyo tunaomba Mama Samia na uongozi wa wilaya wa mkoa ili waweze kusaidia hawa kina mama ambao wameanzisha kiwanda cha umoja wa Kaumuro. Hawa benki walikuja wakaandika akaunti za benki, lakini hawajarudi tena kuja kufuatilia kuona hawa kina mama wanaweza kupata mikopo. Kwa majina naitwa Amina Mrisho Faraji, ni kaimu mkurugenzi mtendaji wa shirika la Mikono Yetu. Kwa ufadhili wa TIDES tunatekeleza mradi wa kuwafikia wanawake na wasichana zaidi ya 200 ili kuwapa mafunzo ya ujasiriamali, ujuzi na upatikanaji wa mitaji ili waweze kuboresha biashara zao na baadaye ili kuondokana na umaskini na utegemezi. BMG pamoja daima.